Hello. Habari za asubuhi. Okay, karibu sana kwenye online presentation yetu ya siku ya leo. Majina yanaitwa Benedict Edigi Kelei. Mimi ni speakers bureau wa kampuni ama msemaji wa kampuni, lakini pia ni Gold Executive wa Alliance Motion Global. Kwa nakaribisha sana kwenye maelekezo ya biashara yetu, biashara ambayo pia mimi ni mnufaika wa hii fursa na tunajua zaidi hasa kipindi ambacho tuko nyumbani, fursa ambayo unaweza kufanya hata ukiwa nyumbani bila kuathiri shughuli zako zingine, pia hata kama unafanya shughuli zingine. Kwa hiyo karibu sana, fuatana nami mwanzo mpaka mwisho. Kwa kama nilivyokuambia, kampuni yetu ya Alliance Motion Global, kampuni ambayo imeanzishwa nchini Ufilipino mwaka 2006 na imekuwa ikisambaa nchi tofauti tofauti. Na ukiangalia ni kampuni ambayo of course imeshakuwa sana nchini Ufilipino na Asia kwa ujumla. Okay, kwenye mafanikio nilikuwa nazungumzia tuko na tuzo ambazo nyingi tumezishinda, nyingi zikiwa ni za kampuni kama kampuni, lakini pia mfumo wetu wa mauzo, lakini pia na viongozi wetu wana tuzo mbalimbali ambazo wamezishinda. Lakini kampuni yetu pia upande wa kulia hapo utaona inatambulika na kampuni ambayo wanatambua watu ambao wanafanya biashara za mtandao kihalali, au tunasema ni Multi Level Marketing International Association. Kwa ni kampuni ambayo iko kihalali na ina viwango vyote vya kimataifa vya kufanya biashara. Okay. Then tukiendelea na mafanikio mengine pia, board of directors wetu Edward Kabantong ameweza kuwa CEO bora wa kampuni, ambayo tukiangalia kuanzia mwaka 2014 mpaka 2017 ameweza kuwa CEO bora wa kampuni dunia nzima. Okay, lakini pia tuna washirika tofauti tofauti ambao tunashirikiana nao kufanya biashara, au tunawaita ni partners, na tuko na local lakini pia tuna international partners. Upande wa local partners tunaanza na benki ya NMB, ambao hii ndio inahusika na malipo yetu. Malipo ya wanachama wetu wote yanapitia kwa benki yetu ya NMB. Okay, lakini pia tuna washirika wengine ambao ndio wasilishaji wa bidhaa za Alliance Motion Global ambazo pia nitaenda kuonyesha, na tuna kampuni kubwa sana kutoka Marekani ya Nature's Way, lakini tuna kampuni nyingine kutoka Ulaya inaitwa DSM, lakini pia tuna Wida. Hayo yote tuna kampuni makubwa sana kwenye hii soko la kutengeneza bidhaa ambazo ni za asili. Nitakuonyesha hizo bidhaa baadaye. Lakini pia tuzungumzie kidogo kuhusu Nature's Way. Hawa wako Marekani kama nilivyokuambia, na wanazidi ya miaka 50. Ni kampuni ambayo ina mauzo makubwa sana, ni kampuni ambayo inafanya utafiti mkubwa sana, lakini kampuni ambayo imekuwa namba 1 Marekani kwa muda mrefu. Sasa hebu tuongee kuhusu afya kidogo. Tuanze kuongea kuhusu antioxidant. Kuna umuhimu wa kufahamu antioxidant ni nini. Tunazungumzia antioxidant, hivi ni vitu ama virutubisho ambavyo vinapatikana kwenye chakula ambavyo vinaweza kusaidia mwili kupunguza madhara ya kushambuliwa na sumu tofauti tofauti. Na mara nyingi sana huwa tunasema hizi antioxidants zinafanya kazi kama free radical scavengers, zinakula free radicals ambazo zinakuwa ndani ya mwili, na kazi yake kubwa nyingine ni kusaidia kuzuia, lakini pia na kuweza kurekebisha seli ambazo zimekuwa zimeathiriwa na free radicals. Na hizi free radicals ni nini?
Hizi free radicals ni of course ni vitu ambavyo viko mwilini ambavyo ni kama sumu au vitu ambavyo mwili havihitaji, ambavyo mara nyingi sana huwa vinaathiri seli, na seli ikiathirika huwa inaonyesha matokeo ya kushindwa kupambana na magonjwa tofauti tofauti ambayo yanakuwa ndani ya mwili. Ukiangalia hapa kuna seli ambayo ina afya, lakini kuna seli ambayo imeathiriwa. Sasa seli ambayo ikiathiriwa, manake mwisho wa siku inakuwa haina kazi na inaishia kufa na mwili unakuwa unapata shida. Kwa hiyo vitu vya muhimu kuhusu free radicals, ili uweze kupambana na free radicals mwilini mwako, lazima uwe na mfumo wa kinga ambao uko imara. Lakini pia lazima uwe unakula vyakula ambavyo vinaongeza hivi viondosha sumu au antioxidant kama ambavyo nimekuambia, ambazo kazi yake ndio kupunguza madhara ya hizi free radicals. Okay. Sasa unapata vipi antioxidant? Unapata vipi viondosha sumu? Antioxidant unazipata kwenye kula vyakula ambavyo mtasema ni mlo kamili. Kwa mujibu wa Shirika la Chakula na Afya Duniani, mlo kamili ni chakula ambacho kinatakiwa kiwe na aina 5 za mboga na aina 5 za matunda. Kwa hiyo kile na 5 za mboga na 5 za matunda, wewe tunasema tayari umeweza kupata mlo kamili, na unaweza kupata viondosha sumu au vitu ambavyo vitakusaidia mwili wako kupambana na changamoto tofauti tofauti ikiwemo za free radicals. Lakini pia lazima uweze kutumia bidhaa ama virutubisho ambavyo vinakuwa na antioxidant kwa wingi, virutubisho au viondosha sumu vingi kwa wingi. Na kazi ya virutubisho hivi ambavyo unakula, kazi yake kwanza nasema ni kuhakikisha kwamba mwili wako una uwezo wa kupambana na magonjwa, kwa kuisaidia ya kuboost immune yako au kuongeza uwezo wa kinga yako ya mwili au kupandisha kinga yako ya mwili. Lakini pia inakusaidia kupata virutubisho, pia inakusaidia kupata vitamins, lakini pia inakusaidia kupata madini katika kiwango ambacho kinahitajika kwenye mwili. Vizuri sana. Sasa sisi kwa kulitambua hilo Alliance Motion Global, ndio maana tumeamua kuja na bidhaa za kusaidia wewe katika kuongeza antioxidant na virutubisho vingine muhimu mwilini. Na hivi tunasema ni next generation nutrition food supplement from Alliance Motion Global. Ya kwanza kabisa ambayo naenda kuizungumzia ni bidhaa ya C24/7, ambayo kama unavyoona C24/7 iko na virutubisho zaidi ya 22,000 kutoka kwenye miti shamba, tunazita 22,000 phytonutrients. Kwa hiyo hizi hapa zinakusaidia sana kwenye kukinga seli yako, lakini zinakusaidia kuongeza kinga mwili wako, kuupa mwili nguvu, kuuisha, kusaidia kurutubisha na kukinga moyo wako, lakini pia na kukinga dhidi ya kansa. Kwa hiyo bidhaa C24/7 ni muhimu sana kwa mtu yote kuitumia, kwa sababu kwanza C24/7 kama nilivyowaambia ina vitamini zaidi ya 29. Hebu fikiria kutumia kitu ambacho kinakupa vitamini 29, ni jambo ambalo ni muhimu sana na nzuri sana kwenye mwili. Lakini pia kwenye C24/7 kuna matunda 12 ambayo ni tunda kamili. Unajua watu wengi tunaweza tukawa tunapata matunda, lakini kupata tunda ambalo ni kamili ni jambo lingine, kwa sababu saa nyingine huwa tunatupa sehemu ya tunda ambayo mara nyingi au mara zote ni muhimu zaidi kwenye mwili. Lakini sisi kwa kutumia bidhaa C24/7 tumeweza kuweka tunda likiwa zima, lakini pia tumeweza kuweka mboga ambazo ni katika hali pia ya uzima, yani kwa mboga kamili. Lakini pia tumeweza kuweka aina 18 za protein ambazo ziko katika form ya amino acid. Maana yake tayari zikiingia mwilini mwako zinakusaidia kabisa kujenga mwili, nazitaka ni building blocks of protein. Lakini pia kuna vyakula vya kijani ambavyo ni muhimu sana kwenye mwili wetu ambavyo ni aina 14. Lakini pia tuna uyoga ambao ni unaponya. Unakujua kuna aina nyingi za uyoga. Kuna uyoga ambao ni tunasema ni maua tu au mapambo, kuna uyoga ambao ni sumu mwingine, lakini kuna uyoga ambao ni dawa. Sasa sisi tumeweza kufanya kwa kutumia kitengo cha utafiti cha Nature's Way kuweza kuja na aina 12 za uyoga ambazo zinasaidia sana kwenye kuponya na kumpa mtu uwezo wa kupambana na magonjwa. Lakini pia tumekuja na mmeng'enyo wa chakula 12. Ndugu zangu, bila mmeng'enyo mzuri wa chakula mwili yetu inakuwa inadhoofika. Naambiwa kwa sababu chochote unachokula inabidi utoke. Sasa kuna watu ambao unakuta hapati choo kwa muda mrefu, na wengine unafikiri ni sifa. Sio sifa kutopata choo, lazima unapata choo cha mara kwa mara. Kwa hiyo kama upate choo cha mara kwa mara, kuna shida kwenye mfumo wako wa mmeng'enyaji. Kwa hiyo kwa kutumia C24/7 pia tunazo virutubisho ambavyo vinasaidia mmeng'enyo wa chakula. Lakini pia kuna kitu tunaita
specialty nutrients. Specialty nutrients hii ni miti shamba au miti dawa ambao ndio inatumika kutengeneza dawa mbalimbali, lakini pia kuna essential fatty acid ambayo ni mafuta mazuri, lakini pia kuna anti-aging, vitu ambavyo vinadhibiti madhara ya uzee au kasi ya kuzeeka, lakini pia kuna kitu ambacho tunaita ni antioxidant enhancer, ni vitu ambavyo vinazuia kusaidia kupambana na sumu au viondosha sumu. Na mwisho kabisa kuna longevity polyphenols ambao pia zinarefusha maisha ya cell. Okay, kwa hiyo kwenye Cyto 47 kuna components zaidi ya 140. Hizi zote zimewekwa ndani ya kidonge kimoja. Kwa hiyo ukitumia kidonge kimoja cha Cyto 47 unakuwa umepata mchanganyiko ambao una components zaidi ya 140 kwenye kidonge kimoja kama hicho. Kwa hiyo kidonge kama hicho ukikiona sio dawa, ila ni virutubisho tu vilivyorahisishwa. Okay, sasa kwa hivyo niambe niende kwenye bidhaa ya pili ambayo ni Complete Phytoenergizer. Bidhaa yetu ya Complete Phytoenergizer maana yake ni sawa kabisa na Cyto 47, lakini tofauti ya Complete na Cyto 47 ni kwamba Complete haijawekwa anti-aging. Na kwa nini tunaweka anti-aging? Anti-aging ni vitu ambavyo vinapunguza kasi ya kukua au kasi ya kuzeeka. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ni mjamzito au ni mtoto mdogo au mama anayenyonyesha, hatushauri sana kumpa Cyto 47 kwa sababu ile anti-aging inaweza kumwathiri mtoto katika ukuaji wake. Kwa hiyo tunasema hawa wasipewe Cyto 47, badala yake tukawa na Complete Phytoenergizer. Vizuri sana. Bidhaa nyingine ambayo ni nzuri sana kwa ajili ya moyo, ya kwanza kabisa ni mafuta ya samaki ambayo ni bidhaa yetu ya tatu. Mafuta ya samaki ni bidhaa nzuri mno. Imetengenezwa na mafuta ya samaki ambayo hayajaathiriwa na uchafuzi wote wa bahari. Kwa ukitumia tunasema unakuwa umetumia kitu ambacho hakitakuwa na madhara kwako. Lakini haijawekwa flavor yoyote wala food color wala kitu chochote ambacho kinaweza kukaathiri afya yako. Kwa hiyo ni natural kabisa, ni mafuta ya samaki kutoka kwenye salmon fish ambao yanapatikana bahari safi kabisa ya Arctic. Kwa hiyo kazi yake kubwa ni kusaidia kupunguza cholesterol, kusaidia kupunguza madhara ya blood pressure tunasema, shinikizo la moyo, lakini pia inakusaidia kupunguza madhara ya magonjwa yote yanayotokana na moyo, lakini inakusaidia kusupport macho pia. Nafahamu watu wengi sana ambao kupitia college sasa hivi wanaona vizuri. Lakini pia inakusaidia kufanya ubongo wako ufanye kazi vizuri. Kwa sababu kuna kitu kinaitwa DHA kwenye mafuta ya samaki ambayo zaidi ya 50% ya mafuta ya samaki ni DHA. Hii ni docosahexaenoic acid ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya kusupport brain yako ifanye kazi vizuri. Lakini pia ni nzuri sana kwa ajili ya kina mama na watoto wachanga kwa sababu mama ambao wanatarajia kupata watoto au mama wajawazito wanakuwa wanahitaji sana mafuta ya samaki kwa sababu mtoto anaanza kukua ubongo na mafuta ya samaki ni chakula cha ubongo. Kwa hiyo ukimpa mafuta ya samaki mama mjamzito ama mtoto mdogo inamsaidia sana kwenye ukuaji wake. Lakini pia inasaidia sana kwenye ukuaji kwenye kusaidia joint, afya ya joint, na inasaidia sana kupunguza maumivu yakiwemo maumivu ya mgongo. Kwa kama unafahamu mtu yoyote ambao labda na changamoto hii au wewe mwenyewe unahitaji kujikinga kwa sababu sio lazima ugue kwa sababu kinga ni bora kuliko tiba, tumia mafuta yetu ya nini? Ya samaki. Okay. Then kitu kingine pia ambacho kipo kwenye bidhaa yetu za Alliance Motion Global, tuna bidhaa ambazo zinasaidia kurefusha maisha ama kupunguza madhara ya uzee, na bidhaa yenyewe ni Restore Life. Ambayo Restore Life ni bidhaa nzuri sana kwenye swala zima la kurefusha maisha. Kwa nini? Imeweza kuwekwa vitu ambavyo vinasaidia kwanza kuongeza idadi ya cells, kurepair cells ambazo zinakuwa zimechoka au kufa, na kusaidia mwili kuproduce ya cells nyingi ambazo of course ndio immunity yenyewe. Kwa hiyo imeweza kutengenezwa na vitu ambavyo ni mitishamba ambayo ni muhimu kama mmea kutoka Japan inaitwa Japanese knotweed, lakini pia kuna mbegu za zabibu zimeweza kuweka humo ambako zao zina sifa sana ya kurefusha maisha au kumpa mtu zile anti-aging characteristics. Kwa hiyo sio kwamba ukitumia Restore Life utakuwa kama kawaida, lakini yale madhara ya uzee kama kuchoka na nini unakuwa hayapo, makunyanzi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo inakusaidia unaweza ukaozeeka ukiwa na afya yako na furaha. Lakini pia hii ni nzuri sana kwa watu ambao wana matatizo chungu zima kama masuala ya sukari, watu ambao wana matatizo ya pressure, lakini pia watu ambao wana mambo ya issue ya cancer, lakini pia hata ambao wanataka kuboost immunity yao, kuongeza mambo kama CD4 kwenye upungufu wa kinga na vitu vingine kama hivyo. Na ni bidhaa ambayo inapigiwa chapuo hadi na Dr. David Sinclair ambaye yuko Harvard pale. Anasema ni ugunduzi mkubwa sana baada ya ugunduzi wa antibiotics. Kwa hiyo ni bidhaa nzuri sana
kuijaribu. Okay, then kwa kumalizia kwenye upande wa bidhaa, tuna viburudisho ambavyo tunakuwa nazo na zita beverages. Hivi ni vimiminika ambavyo unaweza ukanywa kwa kuchanganya labda na maji ama maziwa ama juice, au unaweza ukavitumia vyenyewe kama vilivyo. Kwa hiyo tuko na bidhaa kwanza kabisa ambayo ni Maichoko, ambayo hii hapa kwanza ni alkaline. Kama ni alkaline, maana yake inasaidia ku neutralize acid, kupunguza madhara ya acid mwilini. Lakini pia ina chocolate, ambayo chocolate kati ya sifa yake mojawapo ni kusaidia kufanya mzunguko mfumo wa chakula, metabolic activities ziweze kwenda kwa kasi. Kwa hiyo kuna kusaidia mtu kuweza kupata hamu ya kula. Lakini pia Maichoko inasaidia pia kwenye masuala kama ya kuongeza kinga ya mwili, lakini pia na masuala kama ya kansa. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa mtu kutumia bidhaa ya Maichoko, hasa watoto ambao hawapendi kula. Hii bidhaa ya Maichoko itawafaa sana. Mpe mtoto tunasema nusu saa kabla haja kumpa chakula, basi muda wake wa kula ukifika atakula vizuri bila shida. Okay, na bidhaa ya pili au aina ya pili ya vimiminika ambayo tunavyo, tuko na kahawa ambazo tunaziita ni living alkaline, ambazo kama nilivyosema, ukiona alkaline maana yake ni base, ukiona base maana yake inapunguza acid. Kwa hiyo kahawa yetu ya alkaline coffee inasaidia pia kupunguza acid na inapatikana katika flavor tofauti tofauti ya original, latte na cappuccino. Kahawa zetu hizi, kwanza ndugu zangu, ukishaipata una haja ya kuweka sukari, wewe mwenyewe iko tayari kwa ajili ya wewe kuitumia. Lakini pia kahawa yetu hii ya living alkaline coffee inasaidia sana kupunguza fatigue. Kama ni mtu kufanya shughuli sana unachoka sana, basi ni bidhaa nzuri sana kwako. Lakini pia kahawa yetu inasaidia sana mzunguko wa damu kwenda vizuri, nguvu za kiume, kwa sababu inasaidia kuchochea zile hormone kwa ajili ya tendo hilo. Lakini pia inapunguza stress, uchovu, na kufanya mzunguko wa damu uende vizuri, ambazo hizo zote ni vitu muhimu kwenye nguvu au kuweza kuwa na uwezo wa kufanya tendo la ndoa. Lakini pia bidhaa yetu ya kahawa kwa upande wa kinadada ni nzuri, pia inapunguza madhara ya changamoto kama UTI, lakini pia inasaidia kwenye kuwasaidia pia kwenye kupunguza acid. Kwa hiyo inachangia au inachochea kuwapa zile ambazo tunasema ni kupunguza madhara kama ya UTI, lakini pia kuanza kuwapa uteute maalum kwenye sehemu zao ambazo unakuwa mara nyingi unapungua na kuwapelekea madhara wakati wa tendo, na wakati mwingine inapelekea hata mtu kushindwa kupata ujauzito vizuri. Na kahawa au bidhaa ya mwisho ambayo tunayo kwenye beverage ni kahawa nyingine ambayo ni sugar free. Tofauti na living alkaline coffee, living sugar free yenyewe haina sukari. Kwa hiyo mtu yote ambaye ana changamoto za sukari tunamshauri kutumia bidhaa ya sugar free. Kwa hiyo sugar free ni bidhaa nzuri sana kwa watu ambao wanakuwa na changamoto ya sukari. Ina mmea ambao umekuwa mlo unaitwa stevia, ambao ni mzuri sana kwa ajili ya kucontrol kiasi cha sukari mwilini, balance. Lakini pia kwa watu ambao wapendi pia kuongeza sukari mwilini ama kwa ajili ya kutaka kutokuongezeka, basi tunasisitiza sana watumie sugar free. Ni kahawa nzuri sana kwa sababu stevia iliyowekwa humo ni muhimu sana. Kwa hiyo mabibi na mabwana, hizo ndio bidhaa zetu za Alliance Motion Global ambazo nimeweza kukuonyesha. Kwa hiyo kama kuna bidhaa yote ambayo imependa, onana aliyekualika kuhudhuria mafunzo ya siku ya leo na uweze kumwambia nahitaji bidhaa na naweza kuipata vipi, basi utapata maelekezo na kuanza kuitumia na kuenjoy. Kwa hiyo huo ndio mwisho wa sehemu yangu ya kwanza ya jinsi ya kuweza kunufaika na bidhaa zetu na hizo bidhaa ni nini, lakini pia nimeweza kupa utambulisho mzuri wa kampuni yetu. Sasa moja kwa moja naenda kwenye sehemu ya pili, ambayo hii ni sehemu tunasema ni ya marketing plan, ambayo tunazungumzia jinsi ya kuweza kutengeneza pesa ama kufanya biashara na sisi, hasa ukiwa nyumbani katika kipindi hiki cha kukaa nyumbani na wakati wote, hata ukiwa na kazi kwako, basi tuna fursa ambayo inaweza kukusaidia kuweza kujenga biashara ukiwa popote pale. Na tunapozungumzia hii part ya pili, tunazungumzia kwanza, kabla sijaanza nitaki kushare na yeye kitu kidogo ambacho tunaita ni cash flow quadrant. Cash flow quadrant ni mchoro ambao umeletwa na mtaalamu sana wa masuala ya uchumi na biashara ambaye anaitwa Robert Kiyosaki, ambao yeye ameweza kuzungumzia makundi tofauti ya watu. Kama unavyoona hapa kuna makundi manne. Na kundi la kwanza ni watu ambao tunaita ni waajiriwa, employees. Hawa employee hawa ni watu ambao wanakuwa wameajiriwa sehemu. Na wanakuwa wanafanya kazi sehemu fulani ambako mwisho wa mwezi wanalipwa mshahara. Kwa hiyo hawa ambao tunawaita ni employee, tunasema kwamba hawa wanategemea muda wao kupata kipato.
Kama hana muda wote anaofanya kazi, kama afanye kazi basi anakuwa halipwi. Lakini employee pia hana leverage. Nini maana ya leverage? Leverage ni kwamba ni kuweza kuwa na muda wako unagawa kwa watu wengine, ambapo wakiwa wanafanya kazi ndio unanufaika. Wewe kama umeajiriwa sehemu fulani, labda ni benki, huwezi kuwa unapata faida kulingana na yule mtu mwingine ambaye anafanya kazi benki. Na kutegemea wewe tu mwenyewe kufanya kazi ndio unapata kipato chako. Kwa hiyo tunasema kwamba muda wako ndio unaokupatia kipato. Vizuri, lakini pia kwenye kundi la pili upande wa kushoto kuna watu ambao wanaita pia ni self-employed. Self-employed ni ukitofautisha na employee, huyu angalau ana biashara yake. Lakini tunasema kwamba hawa self-employed ambao ni karibu 95% ya watu wote duniani pia nao hawana leverage. Kwa sababu kwa mfano kama umejiajiri una duka lako, umejiajiri unafyatua tofali, unafuga kuku, au wewe ni mtaalamu wa afya, labda umefungua labda ni maabara yako au umefungua kliniki yako, bado wewe hauna watu wengi sana ambao wanaweza kufanya kazi kwa niaba yako. Kwa sababu kama ni daktari unayemiliki kliniki, mafanikio yako yanategemea sana juhudi zako za pale kliniki. Kwa hiyo unasema kwamba bado wewe unalipwa kulingana na muda wako unaotoa. Kama unatoa masaa 10 basi utalipa kulingana na masaa 10 tu. Na tunasema kwamba shughuli kama hizi wewe ukitokea umeumwa hauwezi kufanya kazi, basi kunakuwa hamna malipo. Kwa upande wangu wa kushoto au upande wako wa kushoto kama unafuatilia, basi unaonyesha au unaashiria watu ambao tunasema wanapata kipato ambacho ni active income. Active income manake unafanya kazi ndio unapata kulipwa. Lakini kwa upande wa kulia kuna kundi la pili la watu ambao tunasema kuna watu ambao wana kipato endelevu au tunasema residual income. Residual income inapatikana vipi? Pale unapokuwa unamiliki biashara, unakuwa unamiliki biashara au unamiliki mfumo, na huo mfumo unaoumiliki basi tunasema huo mfumo unakusaidia wewe kutengeneza kipato. Kwa hiyo kipato chako hakitegemei na kazi yako unayofanya wewe peke yako, lakini kinategemea na wale watu pia ambao unakuwa nao kwenye mfumo. Kwa hiyo hawa watu kwa mfano ni watu ambao wanafanya biashara wakubwa. Kwa mujibu wa Forbes, biashara kubwa yote ni ile ambayo inakuwa inahusisha karibu watu kuanzia 500 na kuendelea. Ukiwa na biashara yote ambayo unajua una watu ambao zaidi ya 500 wanafanya biashara, basi unaweza kuingia kwenye kundi la kuwa na business owner na big business pia na wewe. Na kundi la mwisho kwenye aina ya watu ni investor. Hao investors au wawekezaji ni watu ambao wameweza tunasema kuwekeza, wamefanya biashara, na mara nyingi inakuwa ni big business owner wana advance na kuanza kuinvest. Kwa sababu big business owner wana kipato kikubwa, basi wanakiwekeza kwenye sehemu tofauti, mfumo kama ya share, bond na vitu vingine kama hivyo. Wananunua hisa dhamana tofauti tofauti katika mabenki na katika mifuko ya uwekezaji. Kwa hiyo hawa ambao ni wawekezaji hao wanaweza kumiliki, tunasema kwamba kipato chao pia hakitegemei na wao kufanya kazi, kwa sababu pesa ndio inakuwa inawafanyia kazi. Kwa wanatumia pesa kupata pesa. Na ukiwa na investor manake wewe ni sehemu ya asilimia ndogo sana ya watu, 5% ya watu duniani ndio wanakuwa ni investors. Kwa hiyo ndugu zangu, kwenye huu mfumo sasa huu ambao nimetoka kuonyesha, kama uko kwenye mfumo wa employee na self employed, kupitia fursa ambayo naenda kuonyesha leo, unaweza ukabadilika na kuwa big business owner na kuwa investor. Kivipi? Nitakuonyesha. Okay. So, tukianza kuangalia kwa nini Alliance Motion Global, takupa uniqueness of AM Global. Uniqueness na vitu pekee ambavyo kuna Alliance Motion Global inazo ambavyo sehemu nyingine hautavipata. Cha kwanza kabisa tunasema ni biashara ya mara moja, one time, lakini ni biashara ya maisha, tunasema lifetime. Na tunasema ni inakupa international membership, inakupa wanachama wa kimataifa. Unaweza kufanya biashara nchi yoyote bila kuhitajika leseni ama kusafiri kwenda hiyo nchi. Lakini pia tunakupa discount kubwa sana ambayo inaanzia 25% mpaka 30%. Kwa ambao si wazuri sana katika namba, 25% mpaka 30% ya faida, ni maana yake katika kila 100,000, mauzo ya 100,000, unaweza kupata faida ya 25,000 mpaka 30,000. Hiyo ni faida kubwa sana unaona ambao kampuni inatoa. Lakini pia tuna bidhaa za unique, na nimesha kuonyesha hizi bidhaa zetu ambazo ni unique sana, huwezi kuzipata sehemu nyingine. Sehemu nyingine wana bidhaa lakini utakuta bidhaa zao wameunganisha bidhaa
unakuta bidhaa moja moja wanauza, yani kama vitamini peke yake, madini peke yake. Sisi tumeweza kuunganisha. Kwa hiyo ukitumia bidhaa moja unakuwa umetumia sana bidhaa nyingi sana, lakini pia ubora wa hizi bidhaa ni mkubwa sana. Lakini pia bidhaa, kampuni yetu tunasema ni distributor friendly. Distributor friendly maana yake tunamaanisha ni biashara ambayo inajali sana wanachama wake. Tunasema kwamba inakuwa ni upgraded, lakini pia tuna mfumo wa malipo ambao ni aina ya juu sana, ambao unalipa pesa nyingi. Lakini pia tuko na web page ambao tunasema tuna mfumo ambao ni wa online, ambao unaweza kuifuatilia biashara yako popote pale ulipo, kuweza kujua nani ameingia, shilingi ngapi umetengeneza, na kuweza kutoa pesa zako sehemu yote wakati wowote. Lakini pia tuna fursa za safari za kuonyesha jinsi gani unaweza kusafiri pia na kampuni yetu. Lakini pia tuna mafunzo na maelekezo na mafundisho ya bure, kama ambavyo unaona sasa hivi hapa tunakufanyia mafunzo popote pale ulipo. Unapotupata haujalipia wala mtu wako hajahitaji kulipia, ameingia tu na kupata mafunzo. Lakini pia tuna ofisi sehemu tofauti tofauti. Sasa hivi tumesimamisha tu kwa sababu ya hali ikitengamaa, tutarejea kwenye ofisi ambazo pia tunatoa mafunzo ya kila siku. Na pia tunasema tuna mfumo ambao ni legitimate and very stable company. Tuna mfumo ambao tunasema unakubalika na kampuni ambayo ni imara sana dunia nzima. Kwa ndugu zangu, ili kuweza kuwa mwanachama wetu wa biashara, unajiunga kwa kununua kitu ambacho tunakiita ni global package. Na global package ya Tanzania inauzwa kwa shilingi 500,000. Na hii global package ya shilingi 500,000 ukiuza ina faida kuanzia 580 na kuendelea. Ndani yake utapata bidhaa mbili za C24/7 ambazo nimeshakuelezea kwa undani, lakini pia unapata bidhaa ya Restolife, lakini pia unapata Maichoko moja, unapata coffee moja ambayo inakuwa ni latte ama sugar free ama cappuccino kulingana na wakati, lakini pia unapata kahawa moja ambayo ni sugar free. Lakini pia utapata kompoti 3 na utapata cola juice moja. Kwa hiyo hizi bidhaa zote unazipata kwa shilingi 500,000. Kuuza unapata faida. Kwa hiyo ukisha ununua hiyo global package, kuna faida ambazo unazipata. Faida ambazo unazipata, cha kwanza unaweza kupata faida ya rejareja ambayo ni 25% mpaka 30%. Lakini pia unapata faida ya binary au unasema kutengeneza pair au jozi Kiswahili fasaha. Lakini pia kuna kipato cha Unilevel, nitakufanulia baadaye 10% na 5%. Lakini pia kuna kipato kulingana na cheo cha stair step, nitakufanulia, na utakuwa unapata vipato vingine kama pia royalty income ambayo tunasema unaweza ukapata mpaka 2% ya timu yako nzima. So tukianza na faida ya rejareja, wewe ukiwa mwanachama wetu na ukinunua bidhaa ya kwanza kama unavyoiona hapo ya C24/7, basi unaweza kupata faida ya rejareja. Na bidhaa ya C24/7 tunaiuza kwa shilingi 56,000 kwa mtu ambaye umejiunga. Na wewe kwa bei ya kwenda kumuuzia mteja ni 80. Kwa hiyo ukiuza C24/7 moja, maana yake unapata faida ya shilingi 24,000. Kwa imagine kupata labda wateja wa C24/7 5, hiyo ni 120,000, pesa nzuri sana. Kwa hiyo C24/7 ina faida kubwa na bidhaa nyingine zote. Kwa hiyo ni ile faida niliyokuambia unaipata kwenye bidhaa. Lakini kumbuka kwenye kuuza bidhaa sio lazima, kwa sababu hatukupi malengo ya mwezi. Okay, na tunasema kwa mfano kama hapo ukiwa na wateja 10 unaweza kutengeneza 240,000, na ni pesa nzuri sana, hasa kipindi hiki ambacho uko tu nyumbani. Lakini of course kipato cha pili ambacho unakipata ni direct sponsoring. Na direct sponsoring bonus inafanya kazi kama hivi kwamba huyo ni wewe, na unavyotakiwa kwamba ukishaanza biashara ili uzipata direct sponsoring bonus, unatakiwa ushirikishe watu angalau 2, na kila mtu unayemshirikisha on direct sponsoring bonus au faida kumshirikisha mtu tunakulipa shilingi 35,000. Kwa ukimshirikisha Anita na kumshirikisha Bruno kwa mfano, watu wako 2 wa mwanzo, unakuwa umetengeneza shilingi 70,000. Kama una mtu mwingine zaidi ya Anita na Bruno unaruhusiwa kuwaleta, lakini tofauti na makampuni mengine ambayo kila unayemleta unamweka chini yako, kwenye Alliance Motion Global watu wengine wanaowaleta wakiwa zaidi ya 2 wataingia chini ya watu wako 2 ambao tayari unao. Kwa hiyo kama ulikuwa na watu 2 tayari, alafu kupata mtu mwingine wa 3, utamweka chini ya mtu mmoja wapo kati ya 2. Lakini ukimweka mtu chini ya 2, kinachofurahisha ni nini? Ile 35 bado inaenda kwako wewe, kwa sababu wewe ndio uliyemshirikisha huyu mtu. Okay, lakini ukimweka mtu chini maana yake unakuwa umemsupport ule mtu wako wa chini naye kwenye kujenga biashara. Vizuri. Sasa njia ya 3 ni kutengeneza pair au kutengeneza jozi. Na kwenye kutengeneza pair kama tunavyojua, pair ni vitu viwili. Kwa hiyo
Tunapozungumzia kutengeneza pair ni pale unapokuwa una watu wawili kwenye biashara yako, hiyo inakuwa tayari ni pair. Na inafanya kazi kama hivi kwamba huyu ni wewe na umeweza kuanza biashara, then kwenye upande wako wa kushoto ukamshirikisha mtu wako wa kwanza, na mtu wako wa kwanza ukimshirikisha maana yake utalipa 35, lakini pia ukishirikisha mtu wako wa pili akapenda kuanza na kulipia na global package, tayari pia kampuni inakulipa 35. Kwa hiyo utakapokuwa umeshakamilisha watu wawili ambao wameanza biashara, kampuni inakuongezea faida ya shilingi 60,000. Kumbe jumla kimahesabu kampuni inakulipa zaidi ya 130,000 kwenye kushirikisha watu wako wawili kushoto na kulia. Vizuri. Kwa hiyo ukishakuwa umeshirikisha watu wako kushoto wawili kushoto na kulia, wewe kama mtu ambaye unafanya biashara, kazi yako ni kuwasaidia watu wawili na wapate watu wao wawili chini. Kwa hiyo ukimsaidia mtu wako wa kushoto apate watu wake wawili na mtu wako wa kulia apate watu wake wawili, naye atalipwa 130,000 kama ulivyolipwa wewe. Kwa hiyo unakuwa umeweza kukuza biashara yako kivipi? Kampuni kwa kutambua jitihada ulizofanya na kwa sababu ndio mwanzilishi wa mfumo, itakulipa 60,000 kwa watu wako wawili wa mwanzo na 60,000 kwa watu wa pili wengine kwenye watu walioingia chini ya watu wako wawili. Kwa hiyo inawezekana hapa katika watu wanne walioingia hawajui wala hujatumia effort yote kuwashirikisha, lakini tayari kampuni inakulipa kulingana na kazi uliyoifanya. Vizuri kabisa. Lakini pia kwenye kutengeneza pair ukishirikisha watu wanne upande wa kushoto na wanne upande wa kulia ambao ni sawa na wale watu wako wanne kushirikisha watu wawili, basi kampuni itakulipa 60,000 kwa watu wako wawili, lakini itakulipa 60,000 nyingine tena 60,000 nyingine na 60,000 nyingine. Hii ni pesa ambayo inatengenezwa kulingana na watu wako wa chini walioingia, watu ambao pengine huwajui na wala hujatumia nguvu kuwashirikisha. Inawezekana uko nyumbani tu ukakuta pesa tayari imefanyaje, imeingia. Okay. Lakini pia biashara yetu hii upande wa kushoto na ukiendelea kuingiza watu hata kama ni wawili wawili, na upande wa kulia kama unaingia watu hata kama ni mmoja mmoja, basi kampuni yetu inakulipa kwa mfumo ule ule kwamba kushoto na kulia unapata 60,000. Inawezekana uko nyumbani, inawezekana uko ofisini, inawezekana tumesharudi kwenye makazi, labda uko shuleni au mwanafunzi unasoma, lakini kama kuna mtu kushoto kuna mtu kulia ameingia kwenye biashara yako, kampuni inakulipa 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000 na kuendelea. Kwa hiyo biashara yetu inaendelea kukulipa bila kuwa na kikomo. Okay, then biashara yetu kuendelea pia kutengeneza pair kwa kikomo tunasema ni safety net. Kama biashara yetu inakuwekea kikomo ama limit ya kutengeneza pair, ambayo kwa siku tunakuwa na limit ya pair 16 ambapo ni pair nani kwa kila mzunguko. Sasa ukifanya mahesabu ya pair 16 mara 60,000 maana yake 960,000. Kumbe maana yake ukitengeneza pair 16 kila siku unatengeneza 960,000 kila siku, ambapo kwa wiki zaidi ya milioni 6,720,000. Kutengeneza pair 16 kama hujanielewa kwa maelezo mazuri ni kuwa na watu 16 kushoto na kuwa na watu 16 kulia walioingia kwenye biashara yako. Na mabibi na mabwana, hii inawezekana kwa sababu kuna watu ambao tayari tunasema wanapata nafasi au wanakuwa na uwezo wa kuweza kupata hizo pair 16 kila siku. Okay, na hiki pair 16 kama nilivyokuambia kwa mwezi hiki ni zaidi ya milioni 28 na 800,000 kama unafikisha pair 16 kila siku. Vizuri sana. Lakini mfumo wa kutengeneza pair kwa mtu ambaye amekuwa ameanza biashara na akaunti 3, ambao kuanza biashara na akaunti 3 unahitaji kununua zile global package 3 ambazo ni kiasi cha milioni 1,500,000. Na ukinunua global package 3 maana yake utakuwa unamiliki akaunti 3 zote kwa majina yako. Kwa utakuwa na mtu kushoto ambao ni wewe na kulia ambaye ni wewe. Kwa hiyo kwa kufungua akaunti 3 tu tayari kampuni Alliance in Motion Global inakulipa shilingi 130,000. Na hii kiasi cha shilingi 130,000 ambako Alliance inakulipa maana yake ni sawa kabisa na kwa umeshirikisha watu wawili ukianza na akaunti moja. Lakini tofauti hapa unakuwa umekilipwa bila kumshirikisha mtu yeyote. Okay, lakini pia kwenye mfumo wetu wa kutengeneza pair akaunti 3 unachohitajika tu ni kuweza kuwa na watu wawili kwenye akaunti yako ya pili
na kuwa na watu wawili kwenye akaunti yako ya tatu. Kwa hiyo ukiwa na watu wawili kwenye akaunti ya pili, maana yake unakuwa na 130,000 kwenye akaunti ya pili, lakini pia unakuwa na 130,000 kwenye akaunti yako ya tatu. Perfect. Kwa hiyo ukiwa na watu wawili kwenye akaunti yako ya tatu, maana yake akaunti ya tatu italipwa 130,000. Lakini akaunti yako ya kwanza pale juu itapata pesa ambayo tunasema ni automatic au autopilot. Autopilot amount au automatic amount inapatikana vipi? Sababu pale juu ambapo ni akaunti yako ya kwanza itapokea kushoto na kulia 60,000 na itapokea kushoto na kulia 60,000. Kwa utakuta umeweza kutengeneza pesa ambazo ni nyingi sana tofauti na mtu ambaye mwenye akaunti moja. Perfect. Then kwa upande wa akaunti tatu, inakuwaje wale watu wako wawili kwenye akaunti ya pili na watu wawili kwenye akaunti ya tatu wameweza kushirikisha watu wawili kila mmoja? Basi akaunti ya pili itapokea 120,000 60 mara mbili, na akaunti ya tatu itapokea 60 mara mbili ambayo ni 120,000. Lakini akaunti yako ya kwanza pale juu itapokea 60,000 mara moja, itapokea 60,000 mara mbili, itapokea 60,000 mara tatu na 60,000 mara nne. Kwa hiyo nasema ukiwa na akaunti tatu, pesa unazotengeneza zinakuwa ni nyingi tofauti sana na mtu alianza na akaunti moja. Kwa hiyo kama unaweza anza biashara sio na akaunti moja, anza na akaunti tatu ama akaunti nyingine ambazo nitakuonyesha. Okay. Then ukiwa na akaunti tatu, maana yake kwa siku limit inapanda kutoka ile niliyokuambia ambayo ni shilingi 960,000 kwa siku. Basi kampuni yako au biashara yako inakuwa inakulipa 2,280,000 kwa siku. Lakini pia kwa wiki inakuwa ni 20,160,000 na kwa mwezi inakuwa zaidi ya 1,086,000. Okay. Then kwa upande wa akaunti saba, utaanza pia kwenye akaunti saba kwa mtu ambaye anaanza na mtaji wa 3,500,000, ambako kama nilivyokuambia ukianza na 3,500,000 unapata package zako 7 zenye bidhaa, lakini pia unafunguliwa akaunti 7 na kampuni. Kwa hiyo ukiwa umeweza kufungua akaunti 7, ukiwa umeweza kufungua akaunti 7 unaweza kupata faida kama inavyoonekana hivi. Okay. Unakuwa na kuweza kuwa na akaunti 7 ambazo unalipwa shilingi 510,000, ambapo 510,000 unaitengeneza hapo pale unapokuwa umeweza kujiunga na kampuni. Lakini hii 510,000 unaipata bila kumshirikisha mtu yoyote. Kumbuka mtu mwenye akaunti tatu akianza alipwa 30,000, lakini kwenye akaunti 7 ukianza unalipwa shilingi 510,000. Lakini pia kwenye kuendelea hapo, ukiwa na akaunti 7 unatakiwa kufanya ni kushirikisha watu wawili kwenye akaunti ya 4, watu wawili kwenye akaunti ya 5, watu wawili kwenye akaunti ya 6 na watu wawili kwenye akaunti ya 7. Kushirikisha watu wawili kwenye akaunti hizo kama nilivyokuambia 4 mpaka ya 7, ambapo akaunti ya pili na hii hapa akaunti ya tatu una haja kushirikisha watu kwa sababu hizo ni automatic account. Kwa hiyo sasa kwenye akaunti hii ya pili utapokea 130,000 kama ambavyo nimeelezea, lakini pia kwenye akaunti ya 4 na 5 na ya 6 pia utapokea pamoja na 7 utapokea 130,000. Akaunti ya pili utapokea 120,000 na akaunti ya tatu, lakini akaunti ya kwanza pale juu utapokea 60,000 mara moja, 60,000 mara mbili, 60,000 mara tatu, 60,000 mara 4. Vizuri kabisa. Kwa hiyo ukiwa umeanza kutengeneza pea kwa akaunti 7 au umeanza biashara na akaunti 7, unaweza ulipa mpaka 6,720,000 kwa siku. Maana yake ile limit ya 60,000 lakini inakuwa ni mara 7. Lakini pia ukiwa umeanza biashara na akaunti ambayo tunasema ni 7, kwa wiki ukiitengeneza maximum pair ni 47,000,000 na kwa mwezi inapanda mpaka kufika 1,188,000. Kwa hiyo ndugu zangu, hizi pesa unazoziona hapo si kwamba ukianza biashara leo utazipata kesho, itachukua muda. Lakini kwa wewe ambao utakuwa umeanza na akaunti moja, itakuchukua muda mrefu sana kutengeneza hiki kiwango. Lakini kwa mtu ambaye anaanza na akaunti nyingi, ndani ya muda wa kufanya biashara muda fulani atafikia kutengeneza hizo pesa hata kiasi kwa siku, kwa sababu tayari tuna watu ambao wanatengeneza hizi pesa kwenye hii biashara. Okay. Kipato ambacho kinaendelea ni kipato ambacho tunasema ni stair step bonus, ambako stair step bonus linapatikana pale unapokuwa umepanda cheo. Tuna vyeo mbalimbali kwenye biashara yetu mabibi na mabwana. Kwa hiyo ukiwa umeanza biashara unakuwa distributor ama msambazaji ama mgavi,
Ukifikisha point 10 unapata cheo cha kwanza cha kampuni ambacho ni silver executive, ambako ni sawa sana kujikusanyia point 10 wewe na timu yako. Kwa ukianza biashara tutakuelekeza jinsi gani unaweza kuwa silver. Lakini ukifikisha point 100 wewe na timu yako, basi utapanda cheo na kuwa katika ngazi ya gold, kama ambavyo mimi niko katika ngazi ya gold. Na ukiwa na point 1000 unakuwa global ambassador, lakini pia tunarudi global ambassador na diamond global ambassador. Kwa hiyo tunaposema kwenye unapokuwa umeweza kuwa silver ama gold, step bonus inakuaje? Unapata 10%, 20%, 30% hadi 40% kwenye manunuzi, lakini pia kwenye watu wanachama wapya wanaojiunga. Kwa hiyo mwanachama mpya akijiunga unapata 10% ya faida ya mwanachama, lakini pia unapata 10% kwenye kila bidhaa inayonunuliwa. Ukiwa gold ni 20% na global ambassador ni 30% na kuendelea. Uzuri wa vyeo vyetu ndugu zangu, hakuna muda maalum, hakuna kurudi nyuma kwenye point, unaweza kujikusanyia point kwa muda wote unaotaka. Hakuna kushushwa cheo, ukishapata cheo huwezi kurudi cheo cha nyuma, lakini pia hakuna kupitana cheo. Maana yake mtu wako wa chini akipata cheo, basi na ulimshirikisha utapata hicho cheo. Vizuri. Faida nyingine kwenye biashara yetu ni faida ambayo tunasema ni Unilevel. Unilevel ni bonus ambayo inatokana na wewe kushirikisha watu, lakini hawa watu wakaenda kununua bidhaa upya kwenye kampuni. Kwa hiyo unapata 5% kwenye watu ambao umewekewa chini yako, lakini kwa watu ambao umewashirikisha wewe mwenyewe unakuwa unalipwa 10%. Kwa hiyo kwa mfano katika mchoro wangu hizi picha ambazo ni kubwa ni wewe juu ni wewe, hawa chini wakubwa ni watu ambao umewashirikisha wewe. Hawa ulioshirikisha wewe wanakupa 10%. Maana yake 5% kujumlisha 5% kwa wewe uliowashirikisha moja kwa moja. Lakini pia watu wako wa chini ambao wameingia chini ya watu uliowashirikisha wewe au wamewekwa na mtu uliyemleta, basi wao watakulipwa 5% mpaka kizazi cha 10. Na uzuri wa Unilevel inafanya kazi kwa watu wengi sana kwenye wa chini yako, kwa sababu kama mtu labda ameanza biashara na hafanyi biashara, basi tunakuwa automatic tunamreplace kwenye mfumo wa Unilevel. Kwa ni kiwango kizuri sana au mfumo mzuri sana ambao tunautumia kwenye Unilevel. Na hiki kiwango kizuri sana kinaingia kila tarehe 15 ya mwezi. Kama ya leo, hii pesa inaweza kuingiza kwenye akaunti yako. Ni pesa tamu sana ambayo binafsi mimi kama mimi naitumia sana kwenye kuendesha biashara yangu, kwenye maisha muonekano wangu, voucher na gharama nyingine tofauti kwenye biashara. Na mwisho lakini si kwa muhimu, tuna kipato ambacho nitasema ni royalty, na royalty income inatokana na wewe ukishapata kile cheo cha kwanza ambacho ni global ambassador, ambako wewe ukiwa global ambassador unaweza kuwa na global ambassador 5 chini yako. Kila global ambassador ambaye yuko kwenye biashara yako atakupa 2% ya kipato chake anachokipata, na hivyo inaitwa royalty income. Kwa mfano huyu hapa ni wewe na huyu ni global ambassador. Kila mmoja hapa hadi level ya 5 unapata 2%. Labda nikwambie tu global ambassador ni mtu ambaye ana biashara kubwa. Kwa upata 2% usione kama ni kipato kidogo. Ni pesa nyingi sana, kwa sababu global ambassador ni mtu ambaye ana timu ya watu zaidi ya 10,000 mpaka 20,000. Okay. Then tuna kwa kumalizia tuna mfumo wa mafunzo na kusaidiana, training and support system, ambako ukianza biashara usiwe na wasiwasi kwamba utafanyaje. Inawezekana leo hujaelewa sana, umeona kuna fursa ya kufanya biashara lakini hujajua utaifanyaje hii biashara. Kwa hiyo ninachotaka kusisitiza na kuhamasisha ni kwamba tuna mfumo wa kusaidia, kufundisha na kusaidia kujenga biashara. Maana yake ni nini? Tutakufundisha wewe kujenga biashara, lakini wakati tunakufundisha kujenga biashara, tunakusaidia kujenga biashara kwa kuongea na watu wako na kuwafundisha watu wako ili uweze kujenga biashara. Tuna mafunzo ya OPP au ya mafunzo ya kuelezea biashara kama ambao wanaofanya sasa hivi, lakini tuna demo za bidhaa. Tuna product demo au mafunzo ambayo yanaonyesha bidhaa zetu zinazofanya kazi. Tuna mafunzo mengine mazuri pia kwa ajili ya mtu ambaye anaanza biashara. Tuna mafunzo jinsi ya kufanikiwa kwenye biashara, tuna mafunzo jinsi ya kuongeza kipato chetu kwenye biashara ambayo ni technical training, lakini mwisho kabisa tuna mkutano na mawasha na tofauti za kampuni ambazo zitakusaidia wewe kuweza kujenga biashara yako. Okay, kwa hiyo kwanza nafiki hapo ndugu zangu niseme Mungu awabariki sana na asante kwa kunisikiliza, lakini kabla sijamkaribisha mtu ambaye atatufungia mkutano, nataka ni share na wewe kidogo safari yangu na Alliance. Kama ulichelewa kujiunga, nimesema naitwa Benedict Kelei na mimi ni mmoja wa viongozi kwenye Alliance Motion Global. Nimesikia biashara miaka takriban 3 iliyopita na nilikuwa nimeweza chuo kikuu pale Mzumbe na niko nyumbani sina kazi. Lakini baada ya kuona biashara nikapata hamasa kubwa ya kuweza kuifanya biashara. Kwa hiyo nikaweza
kujiunga na kampuni hii Alliance in Motion Global baada ya kuitwa na rafiki yangu. Of course sikuwa na mtaji wa kwanza, lakini nilikopa ili kuweza kupata mtaji na kuanza biashara. Ndani ya miezi 6 ya kwanza nikaweza kupata cheo cha kwanza cha Silver Executive, lakini pia nikaweza kuchaguliwa kama mmoja wa Speakers Bureau wa Alliance in Motion Global. Kwa ninavyozungumza na wewe, mimi ni Speakers Bureau au mmoja wa wasemaji wa kampuni wa Alliance in Motion Global hapa Tanzania. Lakini pia mwaka 2018 nilipata nafasi ya kuwa kati ya Watanzania 20 wanaolipwa pesa zaidi, tunaita top 20 earners wa Alliance in Motion Global Tanzania. Lakini pia nikaweza kupata safari mwaka huo 2018, safari ya kwanza ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kabisa kupanda ndege na kusafiri nje ya Afrika, nikaenda Manila, Ufilipino. 2019 nikasafiri mara ya pili na kampuni kwenda tena Manila, Ufilipino, na nilipata nafasi ya kutembelea sehemu nyingi ikiwemo na sehemu moja ambayo inaitwa ni Bataan, ambao mfalme wa Spain alikuwa anaishi wakati wanatawala wa Filipino. Lakini pia 2019 hiyo nikapata cheo cha pili kwenye kampuni cha Alliance in Motion Global ambao ni Gold Executive. Na namshukuru Mungu sana, Alliance maisha yangu kwa kiasi kubwa. Alliance inalipa pesa nyingi sana kwenye maisha. Kwa mfano ukiangalia kipindi hiki ambao tunafanya kazi nyumbani, lakini Alliance in Motion Global imeweza kunilipa pesa nyingi. Mwezi wa 3 Alliance in Motion Global ililipa zaidi ya milioni 2.8. Mwezi wa 4 kwa wiki mbili za mwanzo tumetengeneza zaidi ya milioni 1.5. Na huu mwezi wa 5 mpaka kufikia leo tayari Alliance in Motion Global imenitengenezea zaidi ya milioni 1.2. Imagine wiki mbili tu na ninafanya kazi nikiwa nyumbani. Kwa hiyo nakukaribisha sana wewe ambao umeona biashara uweze kufanya maamuzi, lakini kabla hujaondoka na want to take this opportunity, nataka chukua nafasi kukaribisha mmoja wa viongozi wetu wa Alliance in Motion Global hapa Tanzania. Yeye kwenye cheo cha au kwenye ngazi ya international trainer ama ni mkufunzi wa kampuni. Kwa sasa yuko Manila, Filipino, lakini tutakuwa naye pamoja kwa moja akitupa maneno ya machache wakati tunamalizia kipindi chetu. Ladies and gentlemen, without further ado, I want to introduce our beloved international trainer all the way from Manila, Philippines. Without further ado, let me invite Madam Maeve Escultura. Welcome, Miss Zuri. The floor is yours. Thank you very much. Thank you very much, Ben. And I am very excited and happy to be here again in your OPP, in our opportunity plan presentation, because here in Alliance in Motion Global, we are so excited, always excited to share opportunity to others who, for those who seek for it. Am I right, Ben? Yeah, sure. So for our guest who can who is viewing our opportunity plan presentation, so this is already the answers that you have been waiting for. Days before this one, months before, even years actually, you have been asking that an opportunity to come and knock on your door. So this is already the answer to those prayers that you have been asking, right? So we are actually unstoppable. Alliance in Motion Global Tanzania is unstoppable. That even we are in the midst of pandemic, of crisis, we are still booming. People are still coming into us, seeking our opportunity. So this is a sign that our company is already an established business, not only in the Philippines, not only in Tanzania, but actually almost all over the world. And we are continuing, to spread the opportunity. So my dear Tanzanians and African brothers and sisters, you have to question your doubts. All doubts that you have right now, whether our business is good or not, whether our business is legit or not, you have to question your doubts, because our company is already an established business all over the world. And actually, in the span of 13 years, we have already created 10,000 plus millionaires. And I hope that starting from today, you're going to work so that you're going to belong in our continuing list of multi-millionaire in Alliance in Motion Global. And
I hope that our presentation enlightened you amidst this crisis. So even we have crisis right now, you can do this business whether offline or online. So you have to decide now, not later, not tomorrow, but now. You have to trust the person who invited you and say thank you. I want you to say thank you to the person who invited you to view and to try this opportunity, to hear this presentation, because I tell you, that person who invited you cares so much to you that he wants to share this great opportunity, because he knows that he already experienced the goodness of this opportunity. He already reaped the benefits of this opportunity. He already experienced to receive Kuting Gineza Peya. And I hope that in the future, I want you to experience the same, because this company is the place for excellence. Thank you very much and have a good morning. Okay, thank you, Madam Meg. Thank you for your powerful closing. And mabibi na mabwana, mpaka hapo tumefika mwisho, na karibu sana, fanya maamuzi, and we shall be together in Alliance Mwananchi Global. More power and goodbye.